Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma leo tarehe 14 mwezi wa 6 2026 linatoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Philbert Philemon, umri wake ni miaka 23. Huyu ni mwanachuo wa chuo kikuu cha St. John's aliyehusika katika tukio la kuchoma chumba moto na kusababisha vifo vya watu wawili ambao ni Rebecca James na Felista Peter huko mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 majira ya saa 8 za usiku. Baada ya tukio hili la uhalifu kutendeka, Jeshi la Polisi Dodoma lilifanya uchunguzi wa haraka na wenye umahiri wa hali ya juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtuhumiwa huyu. Hivyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2026 majira ya jioni ndipo alipokamatwa huko stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria. Aidha, mtuhumiwa amekiri yeye mwenyewe kutenda kosa hili kwa kutumia mafuta ya petroli lita 2, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu Felista Peter Francis ambaye alimpata mwanamume mwingine. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linatoa wito na kuwaasa wananchi na wanavyuo wa elimu ya juu kuacha kujiingiza kwenye vitendo vya kihalifu kama ilivyo katika tukio hili, na wasihi wanavyuo kuendelea na masomo yao ipasavyo huku wakizingatia sheria za vyuo na za nchi katika kujiepusha na vitendo visivyozingatia maadili mema ya Mtanzania, matumizi ya madawa ya kulevya, matumizi ya mitandao ya kijamii katika kupanga na kushiriki uhalifu. Pia watafute msaada wa kisaikolojia na kutembelea washauri nasihi ili kukabiliana na msongo wa mawazo. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.